deni la taifa linavyokuwa linatupa mashaka makubwa. Tunataka tuone jedwali linaloonyesha kama ni bwawa la Mwalimu Nyerere zilienda shilingi ngapi za mikopo, kama ni SGR zilienda shilingi ngapi, kama ni Busisi tulipeleka shilingi ngapi, vis-a-vis hela tulizopokea, hela za mikopo tulizopokea ndani ya hii miaka minne, vis-a-vis miradi iliyotekelezwa. Tunataka tuone kuna shida gani kuleta lile jedwali. Waziri wa fedha kila wakati tunamuomba kufanya hivyo, hataki kufanya hivyo. Nini sababu inayopelekea waziri wa fedha ashindwe kutoka kwenye bunge ambalo ndio mamlaka iliyowekwa na wananchi kwa ajili ya kupokea taarifa kwa niaba yao, akatueleza haya mambo yote haya? Na ndio maana hakuna mtu ambaye leo anaweza akadeny utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati iliyotekelezwa. Lakini sisi tuna mashaka juu ya deni hilo la taifa lilivyokaa mpaka sasa. Lakini mashaka hayo pia yanaletwa pia hata na waziri mwenyewe anavyoombwa taarifa kila wakati anashindwa kuweka taarifa wazi. Kwani kuna shida gani? Siweka jedwali tu. Tulipokea fedha kadhaa, zimeenda kwenye miradi kadhaa na kesi inaisha siku hiyo. Deni la serikali katika kipindi cha miaka minne limeongezeka kutoka trilioni 64.5 mwaka wa 2021-2022 hadi kufikia trilioni 97.36 mwaka wa 2023-2024, sawa na ongezeko la trilioni 32.36. Na hivyo deni kutoka kukua kwenye wastani wa 5% mwaka 2018-2019. Yani deni letu lilivyokuwa linaongezeka kwa mwaka ilikuwa linaongezeka kwa 5% tu kwa mwaka. Sasa hivi deni letu la taifa kwa mwaka linaongezeka kwa 18%. Yani kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine deni linaongezeka kwa 18%. Kile ni kiwango kikubwa sana cha ongezeko la deni la taifa. Na inaonyesha kwamba tunakopa kupita kiasi. Concentrate muda wake mwingi kwa ajili ya ukusanyaji wa mapato ya serikali, yeye ana concentrate muda mwingi kutafuta mikopo kutafuta mikopo nje ya nchi, wakati kumbe ilikuwa na uwezo tu wa kusimamia mifumo ya kodi hapa nchini, ya kusimamia walipa kodi hapa nchini, ikakusanya mapato hayo ambayo inahangaika kutafuta leo na kuwaingiza Watanzania kwenye deni kubwa na mzigo mkubwa wa madeni. Sasa kwa mfano naweza kutolea hapa, zipo changamoto nyingi ambazo zinasababisha sisi tusikusanye mapato. Kwa mwaka mmoja tunaweza kukusanya mapato mara 2 au mara 3 ya hizi mikopo ambayo tunaenda kukopa sasa hivi nje ya nchi. Kwa mfano, kodi zinazobishaniwa katika mapingamizi ya kodi, yani katika mamlaka za rufani, TRAD, TRAP na KET, kwa muda mrefu imefikia mpaka trilioni 10.5. Sasa kama TRA inakusanya mapato, kwa sababu trilioni 10.5 ni zaidi ya 30% ya mapato, ni zaidi ya 30% ya mapato yanayokusanywa na TRA. Sasa kama unaweza kwa mwaka mmoja ukawa na mapingamizi yenye thamani ya trilioni 10.5, kwa hiyo maana yake ni kwamba una maeneo mengi sana ya kodi ambayo huyakusanyi. Lakini la pili, una mifumo ya tehama isiyo na usalama na ambayo inaruhusu mtu kubadilisha takwimu na mapato, inaruhusu kubadilisha takwimu. Lakini hata hivyo inaruhusu hata mtu anaweza kadirect fedha hizo zikaingia kwenye akaunti yake. Yani fedha za umma umezikusanya vizuri, ukatoa na risiti vizuri, lakini zile fedha zinaingia kwenye mifuko ya watu, kwenye akaunti za watu. Sasa una mifumo ya tehama yenye isiyo na usalama kwa kiwango hicho. Nini unatarajia? Huwezi kukusanya mapato kama una mifumo ya tehama ya ukusanyaji wa mapato ambayo mtu yoyote anaweza, kwanza haina usalama. Maanake mtu, baadhi ya mifumo ya tehama ambayo haina usalama, maanake vamizi yoyote yule wa mitandao anaweza kaingia kwenye mfumo huo, akafanya uvamizi wake, akadirect zile fedha zinazokusanywa siingie kwenye akaunti yake.